Kuelekea siku ya wanawake duniani, tukitaka kuonyesha ulimwengu namna Uislamu ulivyomtukuza mwanamke, leo tumtazame mwanamke shujaa na mlezi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ummu Ayman. Mwanamke aliyekuwa karibu na moyo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tangu utotoni mwake. Jina lake halisi ni Barakatu bintu Thaghlaba. Alitoka Habasha, Ethiopia leo, na aliingia katika familia ya Abdullahi, baba mzazi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama mtumishi. Lakini historia leo haimkumbuki kama mtumishi, inamkumbuka kama mlezi, mama wa pili na shujaa wa imani. Baada ya kifo cha Bi Amina, mama wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ummu Ayman ndiye aliyemlea Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tangu angali mdogo. Alimsindikiza kutoka Madina kurudi Maka, akamhudumia kwa upendo na huruma. Mtume alipokuwa mtu mzima alimuita kwa heshima. Ummu Ayman alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuslimu. Alivumilia mateso ya Maka kwa saburi ya hali ya juu. Alishiriki katika hijra kwenda Madina, akitembea jangwani peke yake kwa imani isiyoterereka. Aliolewa na Zaid bin Harith, wakapata mtoto aitwaye Usama bin Zaid, kijana ambaye baadaye alikuja kuwa kamanda wa jeshi akiwa na umri mdogo. Hii inaonyesha mchango wake katika kulea kizazi cha viongozi wa Kiislamu. Katika vita vya Uhudi na Hunain, Ummu Ayman hakubaki nyuma. Alikuwa akiwahudumia majeruhi, akiwatia moyo wapiganaji na kusimama imara pale wengine walipoyumba. Ummu Ayman huyu si mwanamke wa kawaida katika historia. Huyu ni mwanamke aliyeshika mkono wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mtoto, akamuona akikua, akashuhudia utume wake na hatimaye akalia kwenye kaburi lake. Kulikuwa na siku ya huzuni isiyosahaulika. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo wa umri wa miaka 6 alitoka Maka kuelekea Yathrib, Madina ya leo, pamoja na mama yake Bi Amina kwa ajili ya kuzuru kaburi la baba yake Abdullahi. Katika safari ya kurejea Maka, walipofika eneo liitwalo Abwa, mama yake alipatwa na maradhi ghafla hapo jangwani. Upepo ukivuma polepole juu ya mchanga, mama akakata roho. Mtoto akabaki mpweke, hakuwa na baba, hakuwa tena na mama, akabaki na Ummu Ayman. Ni nani aliyembeba? Ni nani aliyemfuta machozi? Alikuwa ni Ummu Ayman. Alimkumbatia mtoto yule yatima, akamwegemeza kifuani mwake, akamfariji kwa sauti ya mama. Alimchukua kutoka Abwa hadi Maka, akimlinda, akimlea, akimhifadhi kama jicho la moyo wake. Ndipo babu yake Abdul Muttalib alipomchukua Muhammad nyumbani kwake ili aendelee kumlea, lakini hakumwacha Ummu Ayman, alimchukua naye kwa sababu alijua huyu si mtumishi tu, huyu ni mama wa pili wa mtoto huyu. Baada ya kifo cha babu yake, upendo ule uliendelea chini ya ammi yake Abu Talib, na katika nyumba hiyo pia Ummu Ayman aliendelea kuwa karibu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akimhudumia, akimwangalia, akimlinda. Mtume mwenyewe aliwahi kusema, huyu ni mama yangu baada ya mama yangu. Hebu tafakari uzito wa kauli hii. Si maneno mepesi, ni heshima ya juu kabisa. Ummu Ayman ni mwanamke pekee aliyemuona Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mtoto mdogo akicheza katika mitaa ya Maka. Akamuona akifikia baleghe, akijulikana kwa uaminifu wake al-Amin. Akamuona akipokea wahai kutoka pango la Hira. Akamuona akiteswa na watu wake. Akamuona akihama kwenda Madina, na yeye hakuachwa nyuma. Alisafiri kwenda Madina peke yake kwa imani, akivumilia jua la jangwani kwa ajili ya dini. Katika vita vya Uhudi alikuwa akiwahudumia majeruhi, akiwapa maji wapiganaji, akiwatia moyo pale wengine waliporudi nyuma. Huu ndio Uislamu ulivyomtazama mwanamke, si dhaifu, si wa pembeni, bali ni nguzo ya mapambano na mlezi wa kizazi. Na kisha katika siku nyingine ya huzuni, Mtume akafariki dunia. Wakati Abu Bakar na Umar walipomtembelea Ummu Ayman baada ya mauti ya Mtume, walimkuta akilia sana. Wakamuuliza, mbona unalia ewe Ummu Ayman? Hujui kuwa yaliyo kwa Allah ni bora kwake? Ummu Ayman kwa sauti ya huzuni akasema, najua, lakini nalia kwa sababu wahai umekoma kutoka mbinguni. Maneno yale yakawatoa machozi hata wao. Huyu ndiye mwanamke aliyemuona Mtume akiwa yatima, akamlea, akamuona akiwa kijana, akamheshimu, akamuona akiwa nabii, akamwamini, akamuona akiwa kiongozi, akamuunga mkono, na akamuona akirejea kwa Mola wake, akamlilia. Ni mwanamke aliyebeba historia ya Mtume kutoka utotoni hadi umauti wake. Leo tunapoelekea kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, simulizi ya Ummu Ayman inatukumbusha kuwa Uislamu haukumweka mwanamke pembeni ya historia, ulimweka katikati yake. Katika machozi yake kuna mapenzi, katika uvumilivu wake kuna nguvu, na katika maisha yake kuna ushahidi kuwa mwanamke katika Uislamu ni rehema, ni ujasiri, ni uti wa mgongo wa jamii. Huyu ndiye Ummu Ayman, mama wa moyo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.